Ni taarifa yake Hosea Cheo kutoka huko Mbeya. Serikali imesema haitakubali kuona mgogoro wa bonde la Mgongola uliofunguliwa mahakamani kwa mara nyingine ukiwazuia wakulima kuvuna mazao yao ambayo yamekaribia kukomaa. Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi Mwigulu Nchemba ameeleza hayo alipozungumza na vyombo vya habari mara baada ya kufungua kikao cha kupitia utafiti wa awali juu ya migogoro ya ardhi wilayani Morogoro, ambapo TBC litaka kujua hatima ya mgogoro huo baada ya wafugaji hao kukata rufaa wakipinga hukumu iliyokuwa imeidhinishwa kutenga mipaka baina ya pande hizo mbili. Taarifa zaidi na Praxeda Mtani kutoka Morogoro. Rufaa iliyokata mahakamani na wafugaji wa kijiji cha Kambara wilayani Mvomero imetoa amri ya kusitisha shughuli zote katika bonde la Mgongola ambapo mazao ya kulima yanakaribia kuvunwa. Ni kutokana na umuhimu huo nikataka kujua msimamo wa serikali juu ya swala hilo. Hili la utafiti ni jambo jema kwa sababu inatusaidia kujua vitu, kwa sababu wanaenda kwa wahusika. Ni jambo jema na mapendekezo yake yatakuwa yanalenga hali halisi. Kwa ni jambo jema kwa na mahusiano mema. Kwa hiyo tutaongea sisi wa serikali kuu na waziri wa sekta zinazohusika tuangalie utaratibu ule ambao Mheshimiwa Waziri wa Ardhi amekuwa kufanya kwa kupeleka timu ya maridhiano ya lazima wafike mahali wakubaliane, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio watakao kuwa majirani, haitakuwa mahakama itakayokuwa jirani. Waziri huyo alikuwa amefungua kikao cha kupitia utafiti uliofanywa na Baraza la Kilimo na Mifugo ACT juu ya migogoro ya ardhi wilayani Morogoro, uliobaini viashiria vingi vya migogoro vikiwemo kukithiri kwa rushwa, usimamizi mbovu wa sheria za vijiji na wingi wa mifugo inayozidi malisho, huku wadau wakiwashauri watafiti kujadili mapungufu yaliyojitokeza. Lakini wale wazee wakifanya maamuzi kutokana na tatizo lililojitokeza la ardhi, bado yule ambaye anafanya maamuzi anaweza asitekeleze ile sheria. Kwa hiyo kanuni inaonekana haina mashiko. Mabadiliko ya tabia nchi imewasababisha watu waanze kuhama huko walikokuwa wahamie Morogoro, kwa sababu Morogoro ni sehemu ambayo inaonekana kwamba kunaweza kupatikana malisho mazuri kuliko sehemu nyingine yote. Baada ya mwingine kumfanya yule hastahili kupewa kwa sababu yule mmoja kumbe kishapewa kuja kwa government anaanza kisheria. Hapo ndo mgogoro. Sasa kwa watu wa fugaji kama ndio kujua kilimo. Lakini sina mgogoro na wafugaji halali. Wacha bwana. Nina mgogoro na wafugaji wa kabisa. Juzi kwa mfano. Sasa kwa wafugaji wa kulima 17. Ng'ombe wamekuta shamba wamelala, watu mashamba yashaliwa, wamepelekwa polisi na mtu amekubali huyo mkulima anaanza kutega. Ndio kwa mshiriki mwenye wa mali mshamba. Hakai mtumbi sasa. Wakulima hao tumejalani. Ndio kwa hiyo kama kuna influence kwa sana siasa kwenye mgogoro atakuwa na wafugaji. Kwa sababu wenyewe unakuta wanaongea. Kwa hivyo watu wanaambia wapigane, watu wanakuja msikubali mimi sio wani wageni au wenyeji. Vitu kama hivyo vingi vinasababishwa na mgogoro, sio unaoanza kama asili. Huyu anasema mpaka wangu ulikuwa huu, huyu anasema ulikuwa huu. Ukienda na wataalamu wakaenda na ramani, wakaenda na GPS, unakuta beacon imewekwa pale ya mpaka wa kijiji A na B. Wenye vijiji vyao hawakubaliani na huo mpaka. Kwa hiyo kuna marekebisho ya ardhi ya mipaka yalifanywa bila kushirikisha wenyewe, inatupa wakati mgumu kweli. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa ACT Cleophas Rwechungura ameeleza changamoto zilizojitokeza wakati wa utafiti huo. Kuna migogoro mingi, kuna visababishi vingi, lakini vikubwa zaidi ni ardhi kutopimwa, kutokana mipaka ili wafugaji na wakulima wajue maeneo yao halisi ili wasimiliane. Wakati tunafanya utafiti huu, muhimu sana ni kutopata takwimu sahihi, maana watu wengine wanakuwa na hofu ya kutoa elimu moyoni mwao kwa sababu ya kuogopa au kuchukua hatua. Ni Praxeda Mtani wa TBC Morogoro.